Ikiwa umetafuta mtoto kwa muda mrefu na hujapata, naomba unisikize vizuri. Unaweza kuwa umefanya ndoa ama umefunga ndoa nzuri, una mume mzuri, una kazi, una kila kitu, lakini sasa mtoto hajapatikana. Cha kwanza, kitu ambacho Mungu anafanya kuchelewesha kuleta mtoto katika jamii ni acknowledgement. Wakati umeingia katika hiyo ndoa, uliingia kwa ajili ya nini? Uliingia kwa ndoa kwa ajili ya companionship. Kama mahali umeingia katika ndoa, alafu the only thing ambayo ilikuwa uingie katika hiyo ndoa maana yake ilikuwa ni mtoto, basi sioni manufaa ya ndoa. Ndoa, unapoingia katika ndoa ni kukuza mapenzi yenu. Ndio mtoto aje, ndio mali ije katika ndoa, lazima the vibration of love iwe. Mlipatana kwa ajili ya nini? Mlichumbiana muda mrefu, kila mwenzenu akaona mimi siwezi kaa mbali na wewe, kwa hivyo acha tuungane ili tukuze mapenzi yetu. Na mnapokuza mapenzi, baadaye kunakuja vitu vingine. So unapoona Mungu amechelewesha mtoto ama wewe kupata mtoto, kitu cha kwanza ni elewa mbona ulikuja katika hiyo mapenzi. Acknowledge mwenzako. Jua hata kitokee nini, basi mimi nikiwa na wewe niko sawa. Kingine, unapata watu wengine wanatoka katika jamii ama familia ambayo ina karma, mikosi. So unapata Mungu anatembea na wewe katika njia ya kuweza kujisaisha, so that ulete mtoto ambaye anakuja kuanzisha misingi, si mtoto ambaye anakuja kuvunja misingi. Ndio unapata kuna wanawake wengi ambao wana nguvu za rohoni, yani wamebebeshwa madhabahu. Unapata inachukua muda mrefu kupata mtoto, ana ndoa kweli, lakini inachukua muda mrefu kupata mtoto. Kwa sababu gani? Katika jamii ambayo anatokea kuna karma, kuna mikosi, kuna laana, na hizo laana lazima azivunje. Lazima alete generational wealth kwanza kupitia nini? Spirituality. Baada ya kuleta generational wealth kupitia spirituality, ama baada ya kumaliza na kuvunja vifungo vya jamii, ndio unapata sasa analeta mtoto. Na mtoto ambaye analeta ni mtoto ambaye anakuja kutengeneza misingi. Ni kama vile Abrahamu alikuwa ni baba wa imani. Kila mtu alikuwa anamwambia wewe una imani, lakini mbona upati mtoto? Kwa ajili ya maspidi kabidi awe na mjakazi wake ambaye akaleta Ismaili. Baada ya Ismaili tu baraka za Isaka zikaingia. Kwa sababu gani Mungu alichelewesha? Alichelewesha kwa sababu Abrahamu alitoka katika familia ya nani? Ni Tera, babake Abrahamu. Tera alikuwa ni mtu mwenye kuweka madhabahu, mchawi tuseme. So ilikuwa avunje kwanza hiyo misingi, aondoe hiyo karma. Baada ya kuondoa hiyo karma, ilikuwa alete mtoto ambaye anakuja kuanzisha misingi. Kupitia katika Isaka kumekuja generation ambayo inakuja generation ya kuleta mema, si generation ambayo inakuja kuvunja misingi, bali kuanzisha misingi. Kwa sababu yeye amesimama kuvunja misingi. Huwezi simama kuvunja misingi tena mtoto wako aje avunje misingi. Unasimama kuvunja misingi ili mtoto wako akuje aanzishe misingi. So Isaka alikuja kuanzisha misingi. Ismaili alipozaliwa misingi ilikuwa bado. Kwa hivyo Ismaili amesimama kuvunja misingi. That's why unaona generation ya Ismaili ina matatizo mpaka leo hii. Lakini generation ya Isaka unapata imesimamisha misingi. So unaweza kuwa unacheleweshwa kupata mtoto kwa sababu gani? Ya wewe hujavunja misingi. Uko kwenye ndoa, jiulize kwenye ndoa nilifuata nini? Unapomwangalia mwanaume wako yule, ama unapomwangalia yule mwanadada, kama si kitu kingine, je, mkiwa pamoja mnahisi kuridhika, mnahisi kukamilika? Mkishakamilika hivyo basi ndio Mungu ataleta mtoto pale. Maana kupitia mapenzi, kupitia upendo kunakuja furaha, kunakuja vitu vingine. Kwa hivyo kama huna mtoto, jua kuna wakati wako, lakini wakati wako utakuja tu kama utaweza kujisaisha na kuwa sawa. Kuna watu wamejaribu kupata watoto, wamezunguka sijui wapi. The only problem is you, and it is inside you. Try and check your problem. Wacha kusikiza watu wanakuambia huyu hajazaa, huyu hana mtoto, huyu sijui nini. Anza kujisikiza wewe. Self acceptance ya kuwa
hata kusipotokea chochote kile, bado ninajithamini. I acknowledge myself. The moment you acknowledge yourself and accept yourself, bas ndio mengine yatakuja. Maana kupitia kujikubali, kujithamini, kujipenda, basi atakaye kuja utampenda vile unavyojipenda. I hope umenielewa vyema.